Bwana, tukaoshwa na kutakaswa, ikawa dhabihu takatifu mbele za Mungu wetu aliye hai. Tunapoenda kuipokea damu hii ambayo iliyomwagika kutoka mwili mwako Bwana, ikalete uhai katika maisha yetu. Wengine walisimama hapa, wengine ni wagonjwa, wengine wanahitaji watoto, wengine wamerogwa, wengine wamepitia katika mitego ya shetani. Kupitia damu hii ya ukombozi wako, ikakomboe maisha ya kila mmoja wetu, ikamweke uhuru na mateso ya shetani, ikamweke uhuru na laana za dunia, ikamweke uhuru na urogi, ikamweke uhuru na vitu vilivyofunga maisha yake. Maana hii damu iliyomwagika ilimwagika kwa wote, nikakomboa wote. Nasi siku ya leo tunaenda kuipokea kwa shukurani, ili ukombozi na mkono wako wa rehema ukapate kutukomboa wote. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba utakaso wako, msamaha wako na rehema zako na uhai mpya kutoka kwako Bwana. Maana nimeibariki, ninashukuru kutoka kwa Mungu wetu aliye hai, damu hii iliyomwagika kwa wengi. Na ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Na mtu aseme amen. Na magonjwa mengine ya uwanga hatutangazi na hatusemangi ya kwamba fulani alipona. Tunakanyagia. Bwana asifiwe. Amen. Lakini mimi niko na dada ambaye baada ya kushiriki maombi ya 21 days Mungu alimponya HIV AIDS. Amen. Niko na ushuhuda hii na siwezi nikadanganya nikiwa nimesimama kwa madhabahu ya Bwana. Alipona HIV, ako negative. Amina. Na alikuwa positive. Amen. Sasa amepona kabisa. Dawa alizitupa, sasa anaishi maisha ya kawaida kwa kupitia meza ya Bwana. Amen. Mwisho kabisa Waibrania 9 kuanzia mstari wa 7. Alafu nimalize, tuingie kwa meza ya Bwana, alafu tuombe na wewe na mambo haya tufunge biashara ya siku ya leo. Tungojee Mungu siku nyingine akitupa nafasi na kutuweka hai, tuwe na nafasi ya kumtukuza na kumuinua. Waibrania 9 mstari wa 7 hadi 14. Lakini ni kuhani mkuu peke yake ndiye aliyeingia ndani ya sehemu ya pili ya hema, tena ilikuwa mara moja tu kwa mwaka, lakini si bila kuchukua damu ambayo ingetoa kwa ajili yake mwenyewe na kwa ajili ya watu waliotenda dhambi bila kukusudia. Kwa njia hii Roho Mtakatifu alikuwa anaonyesha kwamba maadamu ile hema ya kwanza ilikuwa bado imesimama, njia ya kuingia patakatifu pa watakatifu ilikuwa bado haijafunguliwa. Huu ndio mfano kwa ajili ya wakati wa sasa, kuonyesha kwamba sadaka na dhabihu zilizokuwa zikitolewa asikuwa kusafisha dhamiri ya mtu aliyeabudu, lakini hizi zilishughulika tu na vyakula na vinywaji pamoja na taratibu mbalimbali za kunawa kwa nje. Kanuni kwa ajili ya mwili zilizowekwa hadi wakati utimie wa matengenezo mapya. Mstari wa 11. Kristo alikuja akiwa kuhani mkuu kwa mambo ya mema ambayo tayari yameshawasili. Alipitia kwenye hema hiyo kuu zaidi. Damu hiyo imeruhusiwa kwa mchawi, mganga, mwizi, mtu aliye mzuri, wote wakiiendea hiyo damu inawatakasa, ninawaweka uhuru. Sema amen. Meza ya Bwana ni kitu kilicho sensitive sana. Kimeonywa katika maandiko katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 11. Ninasema ya kwamba msitumie meza ya Bwana kwa kutokuelewa. Maana wengi wenyu wamelala vitandani wagonjwa, na wengine wako makaburini kwa sababu ya kuipokea pasipo ufahamu. Sema amen. Kuipokea pasipo ufahamu ni mtu wa namna gani? Ni mtu ambaye anaenda kwa waganga, anapata irithi, anatembea nazo na anakuja tena kwa kanisa, anashiriki meza ya Bwana. Mtu kama yule magonjwa hayatawahi toka kwake. Bwana asifiwe. Lakini ukiwa umemtegemea Mungu pekee na ungame kwa Mungu peke yake, hii magonjwa yataondoka, kisirani itaondoka na damu ya Yesu itakutakasa. Number 1, damu ni uhai.
Damu ni nini? Uhai. Mungu ameweka uhai katika damu. Damu inapomwagika unena, na hata ya Habel ilinena katika Mwanzo 4 wakati alipomtolea, wakati ndugu yake alipomuua, damu yake iliongea mbele za Mungu. Kwa hivyo damu yetu ilinena kusamehewa kwetu mbele za Mungu. Sema amen. Kwa hivyo mimi na wewe tumesema. Kwa hivyo katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 10 kuanzia mstari wake wa 16 inatuleta katika ushirika wetu na Mungu, ya kwamba wakati alipoteswa msalabani na sisi tukaunganishwa na yeye, tuliwekwa katika ushirika na yeye kwa damu na katika mwili. Kwa hivyo ndio unaona kwamba mwili wetu unabadilishwa, nasi tutavalishwa mwili mpya katika ufalme wa mbinguni. Hiyo kitu ambacho kilitendeka kwa mnyama kilikuwa katika nchi ya Misri, ambapo Mungu alipokuwa anataka kuokoa wana wa Israeli, ilibidi mnyama aanguke na ili ya kwamba akufe, ili damu yake ilete uhai kwa wana wa Israeli, ili mharibifu anapokuja na anapita kwa nyumba ya wana wa Israeli, iliyo ya kwamba iwe inakuwa inaitwa Passover. Kwa hivyo inakuwa kwamba mharibu anapita, hawezi kuharibu mwana wa Israeli. Sema amen. Na walipaka hiyo damu kwa milango yao na katika nyumba zao, na nyama yenyewe wakaikula. Hata Mungu alipotaka Adamu na Hawa walipotenda dhambi, mnyama alikufa, ndipo wakavalishwa ngozi kutoka kwa mnyama yule. Kwa hivyo wakati Yesu alipoingia msalabani, ilimgharimu uhai wake, akakufa, damu yake ikamwagika. Na Yesu alikuwa tofauti na wanyama wengine wote, maana Yesu alipokuwa msalabani, alipodungwa ubavu wake, kitu cha kwanza kilitoka katika ubavu ile ilikuwa ni nini? Maji na damu. Kulitoka maji, damu. Bwana asifiwe. Siku moja wakati tutakapokuwa na nafasi, Mungu, wakati tutakuwa tunajifunza kama meza ya Bwana, tutakuwa tunakuongelesha crown ile ya mwiba inamaanisha nini katika wokovu wako. Yesu mkono mmoja na mkono mwingine ilikuwa inamaanisha nini katika wokovu. Mifupa yake haikuvunjika inamaanisha nini kwa wokovu, iko kwa maandiko. Sema amen. Katika hayo tu alikunywisha kitu kingine kinaitwa siki. Siki ni kitu kichungu sana. Kwa hivyo siki aliwekwa siki kwa mdomo. Alisema nipe maji na sikia kiu. Badala ya kupewa maji alipewa siki. Ile uchungu alikunywa inamaanisha nini kwa wokovu wako. Tukiwa na nafasi tutakuja tujifunze mambo hayo yote, ili ya kwamba unapotumika katika neno hii ujue ya kwamba si neno tu limekuja tu kwa sababu limeandikwa, na vitabu vya hadithi viko na mambo mengi sana inaongea katika maisha yako na kukuonyesha njia na kukutetea katika ulimwengu huu unayepotea. Kumbuka wale wanaoenda katika ufalme wa mbinguni si wengi, ni wachache. Na Mungu anasema kwamba aliona heri hao wachache kuwapa ufalme wa mbinguni kuliko wengi wanaopotea. Kumbuka hivi, katika Mathayo 7 inasema njia ni mbili iendaye katika uzima. Hii moja ni pana inayeenda katika upotovu, na nyingine ni nyembamba inayeenda kwa uzima wa milele. Alafu kuna kakitu kananishangaza hapa, ni wachache wanaoiona. Ningeomba Mungu uwe kwa wachache wanaoiona njia hiyo, sisi wote tuone uzima wa milele. Mungu wa amani akubariki na kutende mema. Mtu aseme amen. Tunasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kishi Mwokozi atanitosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama.
Hebu ichukue na umwambie Bwana, naipokea mwili wako kwa shukurani, au kule. Kisha akachukua kikombe, akashukuru, akawapa akisema, kunyweni nyote katika kikombe hiki. Hii ndiyo damu yangu ya agano, ile imwagikao kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Amen. Amen. Bwana, kwa jina lako takatifu, mfalme wa falme, damu yako ilimwagika kwa ajili ya wengi kama sisi tulivyo hapa Bwana. Damu hii ambayo ni ya ushirika wako ilimwagika kwa ajili ya dhambi zetu. Dhambi zikaondolewa, makosa yetu yakaondolewa Bwana, tukaoshwa na kutakaswa, ikawa dhabihu takatifu mbele za Mungu wetu aliye hai. Tunapoenda kuipokea damu hii ambayo iliyomwagika kutoka mwili mwako Bwana, ikalete uhai katika maisha yetu. Wengine walisimama hapa, wengine ni wagonjwa, wengine wanahitaji watoto, wengine wamerogwa, wengine wamepitia katika mitego ya shetani. Kupitia damu hii ya ukombozi wako, ikakomboe maisha ya kila mmoja wetu, ikamweke uhuru na mateso ya shetani, ikamweke uhuru na laana za dunia, ikamweke uhuru na urogi, ikamweke uhuru na vitu vilivyofunga maisha yake. Maana hii damu iliyomwagika ilimwagika kwa wote, nikakomboa wote. Nasi siku ya leo tunaenda kuipokea kwa shukurani, ili ukombozi na mkono wako wa rehema ukapate kutukomboa wote. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba utakaso wako, msamaha wako na rehema zako na uhai mpya kutoka kwako Bwana. Maana nimeibariki, ninashukuru kutoka kwa Mungu wetu aliye hai, damu hii iliyomwagika kwa wengi. Na ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Na mtu aseme amen. Tafanya hivyo hivyo, tachukua, ungojee mwenzako. Damu yake na sadaka Utegemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha. Damu yake na sadaka Utegemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha. Kwake Yesu nasimama, mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu twasimama,
damu ya kondoo, na yako Bwana ikatupe kibali kukufikia, na maombi yetu yakapate machoni pako, maana wewe ndiye ngome na kimbilio letu mchana wa leo. Tumekusanyika hapa Bwana kwa sababu wewe ni Mungu wetu. Kama si wewe hatuwezi jambo lingine. Jina lako litukuzwe, lipewe sifa na utukufu kwa jina la Yesu. Naomba Mungu kama wewe